anataka tujue kwa nini Yesu aliteswa usiku wa leo. Taji ya Yesu ya miiba ilikuwa na maana gani? Kutemewa mate kwa Yesu ilikuwa na maana gani? Yesu kupigwa viboko ilikuwa maana gani? Kuvuliwa nguo ilikuwa maana gani? Kubeba msalaba ilikuwa maana gani? Kila tendo alilofanyiwa Yesu katika mateso lilikuwa lina tafsiri yake. Hakuna tendo ambalo Yesu alifanyiwa ambalo halikuwa na tafsiri. Na tafsiri zote za yale matendo kithiology, tukisema tuliangalia moja moja, muda unaweza ukapotea mwingi, lakini nimeandaa machache ambayo Mungu anataka tuyajue, na kama nitapata nafasi zaidi siku nyingine nitawaeleza kila kimoja kithiology, kila tendo lililofanywa kwa Yesu lilikuwa na tafsiri gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Isaya sura ya 53 utaanza mstari wa 2 kusoma, na mimi tutaenda ni kama kwenye mstari wa 10. Biblia inasema, maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtazame. Huyo alikuwa ni Yesu. Hakuwa Elsa wala yale madugwasha wanaoonyesha, yule sio Yesu. Yesu alikuwa hana uzuri, alipinda pinda uso. Mstari wa 3, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Mtu ambaye alidharauliwa, aliyekuwa anajua sikitiko, aliyekuwa mtu wa masikitiko, aliyekuwa mtu wa huzuni kwa muda wote, kwa maana hata watu hawakupenda hata kumtazama. Unaweza ukaona alikuwa mtu wa namna gani? Unaweza ukaona alikuwa mtu wa namna gani? Mstari wa 4 anasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mstari wa 6, sisi sote kama kondoo tumepotea, ila mmoja. Hebu tuishie mstari wa 5 kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yote ambayo tunayasoma hapa ilikuwa ni umbo la Yesu katika mwili, muonekano wake Yesu katika mwili. Alikuwa ni mtu ajuaye sikitiko, alikuwa ni mtu wa huzuni nyingi, alikuwa ni mtu ambaye hakutazamika, hakuwa mzuri. Na sababu hiyo ameieleza Isaya kama unabii kwamba ni kwa sababu ya maovu yetu, amani yetu ili irudi, ilibidi yeye achukue adhabu zetu. Yale masikitiko ambayo tungesikitika kwa sababu ya dhambi na hukumu ya Mungu alimbebesha Yesu. Kumbe basi, anaposema furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Mwana wa Mungu aliyeokoka hana sikitiko, hana huzuni. Lugha nyingine, hana msiba. Kwa nini? Kwa sababu amejaa furaha.
Bwana Yesu alichukua masikitiko yetu, alichukua fedheha zetu, alichukua maumivu yetu, alichukua mateso yetu, alichukua dhambi zetu, ili sisi tujae furaha, ili sisi tujae amani, ili sisi tuwe wa amani. Yeye alichukua masikitiko yetu. Kwa hiyo mtu kweli aliyeokoka na kujazwa Roho Mtakatifu ni yule ambaye anafurahia, ni yule ambaye anafurahia neema, kwa sababu Yesu amekwisha chukua masikitiko yake. Mtu huyu utamuona ana furaha, mtu huyu utamuona ana amani, mtu huyu utamuona ana bubujiko, ana kicheko. Kwa sababu gani utamuona ana kicheko? Kwa sababu amekwisha bebewa msalaba, amekwisha bebewa mateso, amekwisha bebewa maumivu, na hayo yanayompata anakuwa hayana sababu ya kumsikitisha, kwa sababu anakuwa anajua ni sehemu tu kama mwana wa Mungu, lakini ukweli wa ndani anakuwa amejawa na furaha tele isiyokuwa. Je, wewe umejaa na furaha tele au umejaa ghadhabu? Umejaa uchungu? Kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu hii ni shule. Wako wanaomaliza kwa kufeli, wako wanaomaliza kwa kufaulu, wako wanaochaguliwa kufanya kazi hapa hapa, na wako wanaokwenda kufanya kazi mahali, na wako wanaofeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kama ni shule, uwe na uhakika kila mwaka patakuja wanafunzi. Kuna watakao hitimu kwa kuchaguliwa kufanya kazi hapa, kuna watakao hitimu kwa kwenda mbele zaidi, kwenda kufanya kazi ya Mungu mabaya, kuna watakao hitimu kwa kufeli. Na hiyo haipendezi. Sasa basi, sisi ambao tunataka kufika kwenye viwango vya kimungu, kazi ya huduma ya uchungaji ni kukulisha, kukushibisha, ujue kweli yote, ili upepo wa elimu nyingine usikuchukue ukapeperushwa kama mtu ambaye hamjui Mungu, kwamba kumbe ili mimi nionekane ndani yangu niko sawa na Roho Mtakatifu yumo na jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, natakiwa niwe mtu niliyejaa furaha ndani ya moyo wangu, pajae amani. Vinginevyo huyo sio Roho, vinginevyo huyo sio Roho Mtakatifu, vinginevyo jina lako halimo kwenye kitabu cha uzima, vinginevyo hujampokea Yesu wa Nazareti bado. Maana Yesu alibeba masikitiko ya wanaompokea. Ukimpokea tu, anachukua sikitiko, anakujaza furaha. Ukimpokea tu, anachukua huzuni, anakujaza amani. Wewe unayo amani? Kutusiwa tu kuchelewa na kupoteza maisha yenyewe mafupi haya. Ukisema unakuwa uko wapi, utakufa wewe na uache ukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jitahidi kadiri uwezavyo kumwomba Mungu akupe uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu. Anasema heri mtu yule ambaye Mungu hamhesabii. Anasema ana heri huyo, sio mwenye hela, sio mwenye elimu, sio mwenye mavazi mengi, yule ambaye Mungu akimtazama hamhesabii dhambi. Ana heri. Kwa hiyo hapa, kama unategemea kupata habari ya soko liko wapi, tufanye kitu gani tutajirike, madhabahu hii umepotea njia, tutakukwaza. Hapa utapata habari moja inayosema hivi: wewe huyu aliye ndani yako ni Roho Mtakatifu kweli, jina lako limeandikwa mbinguni kweli, una mwenendo. Alafu baada ya hapo
mtihani unakuja, unafeli, unapotea, au unafaulu, au unachaguliwa kuwa mtenda kazi hapa au sema. Ni mzunguruko huu. Ni mzeituni wa Bwana. Hapa ni mahali kwa Bwana. Tumepata neema kubwa sana, kwa sababu neema tulionayo hapa, Mungu wetu anaongea. Hatujikumbushi kumbukumbu za Musa, hatufunui vitabu vya Nehemia wala vya Ezra. Hapa Mungu anaongea. Hapa hatui vya kufundikwa. Hapa tunakula vya kila vinavyowiva papo hapo. Kwa hiyo kuwa na vita kubwa si ajabu mahali popote Mungu anapatikana. Kupigwa sana si ajabu mahali Mungu anapatikana. Lakini unapaswa kujiuliza na kujihoji swali hii neema niliyoipata taipoteza au tafuka? Hii neema niliyoipata, mimi niliyoipata hii neema, na enendaje na neema hii? Vinginevyo unajikuta ushateleza. Na mimi ni maombi yangu, kwa sababu tuko kwenye mwili, basi naomba tutoke salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii miili yetu inachakaa, basi watu wetu wa ndani ufanywe upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Taji ya miba. Taji ya miba ilikuwa inamaanisha nini? Tunamuona Hawa anapochukua tunda na kulia na kwenda kumpa Adamu, ardhi ililaaniwa. Akasema itakuzalia michongoma na miiba. Ardhi, kwa mara ya kwanza Mungu anatamka, ardhi itakuzalia michongoma. Miiba ni laana ya ardhi. Yesu alibeba laana ardhi ili tunachopanda kivunike, ili ardhi isituzalie tena miiba, ardhi izae matunda mema. Na ardhi ni nini? Ni moyo wa mtu. Yesu anatoa mfano, anasema mpanzi alipanda, mbegu zingine zikaanguka kwenye miiba, zikasongwa na shughuli nyingi za maisha. Anaeleza miiba kama shughuli za maisha, lakini anasema alipanda mbegu. Mbegu ni neno la Mungu, anasema na lile konde ni moyo wa mwanadamu. Moyo wako, ili usizae miiba, usizae miiba, usizae balaa, usizae uongo, usizae tamaa. Yesu alibeba msalaba na Yesu alivaa taji ya miiba kwa sababu wewe usizae miiba. Moyo wako utoe kilicho chema, usisongwe. Kumbe miiba ikiota moyoni inakusonga. Hata lile neno linalopandwa moyoni mwako, miiba ni shughuli, laana, shughuli nyingi. Kiasi kidogo unachopata, utavuna kidogo, utapanda kingi. Utahangaika masaa mengi, utapata hasara kubwa. Kwani una miiba moyoni inasonga leo. Sasa Yesu alikuja kupokea taji ya miiba ili tuzae. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili tufanyaje wapendwa? Tuzae. Ili tuzae. Sasa nikuulize, wewe unazaa? Moyo wako unazaa matunda gani? Soma ubini, ni swala la kujicheki. Mimi moyo wangu mimi unazaa matunda gani? Ni sehemu iliyolimwa na miiba imetolewa kweli, au ni mahali miiba imejaa? Nazaa matunda gani kwa siku? Nazaa matunda gani kwa wiki? Nazaa matunda gani tangu naokoka? Naweza kumuonesha Mungu matunda yangu? Hayo ni maswali ambayo wanajiuliza wanaokwenda mbinguni. Naweza kumuonesha Mungu matunda yangu? Moyo wangu unazaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama moyo wako utakuwa unazaa,
basi amini kwamba kumbe ile taji ya miiba imefanya kazi moyo. Kama moyo wako hauzai, maana yake ni kwamba taji ya miiba aliyobeba Yesu bado unahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna mwanadamu ambaye alikuwa na uhuru, hakuna mwanadamu alizaa matunda mema, na ndio maana hata Yesu Mungu akawa anatoa adhabu, akasema hivi, ukiona ameiba, pigeni mawe mpaka afu. Kwa nini? Walikuwa hawana neno linaloitwa huruma. Kwa Mungu hakutoa ile amri kwa sababu zake. Mungu alitoa amri kwa sababu za watu waliokuwepo kipindi hicho. Mioyo yao ilijaa miiba. Kwa hiyo walikuwa ni watu wa visasi. Na ndio maana nakwambia, mwanamke mchawi uafe, piga. Mzinzi piga. Nani piga. Na hivyo ndio akawa anaongeza na fungua hadi watu wanamezwa wazi. Kwani watu walijaa malalamiko mbele za Mungu. Hawakuwa na msamaha. Msamaha umeletwa na nani? Msamaha umeletwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana hata alipofalienda wapi kuzimu, ili kufanya kuwa hubiri, Biblia inasema akina nani waliokufa wakiwa na tumaini, ili wapate msamaha. Maana zile dhabihu walizokuwa wanatoa na damu zilizokuwa zinamwagwa zilikuwa hazisamehe dhambi, zinafunikiza. Kwa walikufa na dhambi zao zilizofunikizwa, Yesu akaenda kuwasamehe. Biblia inasema ikaonekana miili mingi ikitapakaa kusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona Biblia inasema hivi, wale watu ambao walikuwa wanachomwa mikuki, wanakaangwa kwenye mafuta, wanapigwa, wanateswa, tunaowaita kwamba mashahidi wa imani. Biblia inasema hivi, wao hawakustahili neema hii, na waliwekwa pending ili sisi tupate kwanza neema. Na Biblia inasema hivi, walikufa bado, wengine walikufa hawajaliona tumaini. Walimfia Mungu akiwa bado hawajaliona tumaini, bado hawajaziona zile ahadi walizoahidiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa ametengeneza mpango kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana ukisoma kwenye Ufunuo unasema zile roho zikamlilia Mungu. Mungu akaziambia tulieni, bado kuna wengine wanapaswa kufa kama nyinyi, hukumu sio leo. Zinalilia kisasi. Mungu, hata lini utawahukumu adui zetu? Lakini kwa sababu kuna watu ambao tunapaswa pia tupate neema tuingie mbinguni, Mungu amesubirisha hukumu kwa ajili yako. Angalia jinsi anavyoweza kutupenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anasubirisha hukumu kwa sababu yako. Anajua kuna roho zingine zinazohitaji kunyakuliwa, zinazohitaji unyakuo. Amesubirisha hukumu. Na Biblia inasema zinalia, zinasema tulipe. Mungu anasema tulieni kwanza. Kuna watu kule wanahitaji neema hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nenda mstari ule wa 9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Sema ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Ndio kitu kingine anachoahidi Yesu kwa mtu aliyeokoka ni utajiri. Utajiri wa akili, utajiri wa afya, utajiri wa ufahamu, utajiri. Ameahidi utajiri. Kwa nini? Kumbe magonjwa yanaitwa umaskini. Mateso yanaitwa umaskini. Yesu ameleta utajiri kwa mtu anayemwamini. Huo utajiri ambao ameuleta Yesu, anasema hakika yeye amefanyika maskini. Tuangalia umaskini wa Yesu wa kulala njaa, umaskini wa Yesu wa kutembea uchi, umaskini wa Yesu ni yale mateso, umaskini wa Yesu ni ile
magonjwa, wana vifungo, maana hivyo ndio maskini aliyochukua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio maskini wa Yesu anaozungumza. Ametupa utajiri. Utajiri ni amani, utajiri ni furaha, utajiri ni yule hali ambayo sasa unaridhika, una moyo wa msamaha, huna kinachokukwaza. Ndio utajiri ambao Yesu ametupa. Sasa unaweza ukajihoji na wewe, kama una Yesu, umeupata utajiri? Maana kama umeupata utajiri, tambua ya kwamba wewe bado unamhitaji Yesu. Umesikia tu habari zake, yeye hujampata. Umesikia tu anavyohubiriwa, yeye hujampata. Ukimpata yeye utapata utajiri, maana yeye amechukua umaskini ili sisi tu. Tena ingawa alikuwa tajiri, alijivika umaskini. Utajiri ni upi? Hakuwa na magonjwa, alijivika magonjwa. Hakuwa na mateso, alijivika mateso. Hakuwa na sikitiko, alijivika sikitiko. Hakuwa na huzuni, alijivika huzuni. Ili niweje? Ili sisi tupate furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu bado anakupenda, na ndio maana hata sasa umekuja kwenye mkesha, anasema hivi, wewe ndani yako umepokea amani, umepokea furaha. Ndani yako wewe bado una vifungo, una maana unamhitaji Yesu bado. Mungu hataki makanisa ambayo yanamkiri kwa vinywa, hali mioyo yao haina furaha, haina amani, ina vifungo. Hiyo makanisa Mungu hahesabu. Mungu anahesabu kanisa lipi? Kanisa ambalo limejaa utajiri wake. Utajiri wa nini? Wa amani na furaha, utajiri wa afya njema, utajiri wa akili timamu, utajiri wa nguvu za Mungu, utajiri wa mahubiri, utajiri wa mafundisho, vinywa vilivyotakaswa, miguu imepelekewa habari njema. Huo ndio utajiri ambao Yesu anafurahia akiona katika kanisa. Anasema lile ni kanisa langu, ule ni mwili wangu nilionunua mwenyewe kwa damu yangu. Mungu afurahi kusanyiko kubwa, anafurahia moyo wako ukijaa utajiri. Amen. Sasa huo utajiri huo unapaswa upiganie. Mwambie Mungu, usiku wa leo nataka utajiri, maana bado ni maskini, bado nateseka, bado nalala na ndoto mbaya, bado nimejaa sikitiko, bado nimejaa huzuni, bado sina msamaha, kaulimi kangu uongo mwingi. Bwana nigeuze. Mungu wetu anaweza kukutokea na wewe kama alivyotokea wengine. Tunasoma Stefano alikuwa amejaa Roho Mtakatifu na nguvu na hekima, mpaka ikafika mahali akawaendea watu, akaanza kuwahubiri, watu wakampiga mawe. Yeye akasema, Baba wasamehe. Unaonaje wewe unapotukanwa unavimba? Yeye alipigwa mawe akasamehe, kwa sababu ndani yake alijaa utajiri wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walio na Yesu wanasamehe, walio na Yesu wanasikia, wakionywa wanaelewa, hapa nimeonywa. Walio na Yesu sio kigumegume, walio na Yesu ni watu matajiri wa imani, ni wenye hekima, ni wenye ufahamu wa kutosha. Walio na Yesu hawakwaziki kama wewe. Mungu wetu bado anasema, kwa sababu anatupenda tusiangamie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hekima ya Mungu kuacha kututwaa ni ili usipotee. Akitutwaa leo utashangaa sana. Akupeleke wapi na moyo huo usio na msamaha? Akupeleke wapi na sikitiko hilo? Akupeleke wapi na huzuni hiyo? Akupeleke wapi Yesu?
Huna amani mpaka umekula ugali. Akupeleke wapi Yesu? Huna furaha mpaka umeshona nguo mpya. Akupeleke wapi Yesu? Nguo mpya tunapaswa kuzishona katika roho zetu. Roho zetu zivae nguo mpya kila itwapo leo. Nguo mpya sio hizi. Ndani panakuwa na upya. Kila wakati una furaha. Mama umevaa nguo mpya tena. Kila siku unajiona nguo yako inaongezeka upya. Kila siku nguo yako inakuwa nyeupe zaidi. Kila siku unaona nguo yako inang'aa tena. Huo ndio upya anaotaka Yesu. Lakini kanisa la leo likikosa nguo mpya wananuna. Huyo Yesu awapeleke wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa vizuri? Mungu anataka watu watakaoonyesha utajiri, kwamba wawe na afya njema, kwamba wawe na msamaha, kwamba wawe na nguvu, kwamba wawe na akili, kwamba wawe na maarifa ya kutosha, kwamba wawe na hekima. Mungu ndo anataka huo utajiri ndani ya watoto wake, ili dunia iseme, dunia jipime. Mimi nimesoma PhD, mimi nimeenda hadi Ulaya, nijipime na huyo mtoto aliyetoka kula viazi ameishia la 7. Wajipime dunia, wajidharau, waone hatukuti sigara na hatukui pombe, na tuko katikati ya wafuta sigara, tuko katikati ya wanywa pombe, hatuchukui rushwa na tuko katikati yao, hatuli kwa anasa na wala hatuna kazi. Washangae, waseme hawa si watu wa kawaida. Waseme nao, hawa ni watu. Mimi nina kazi kila mwaka, kila mwezi nalipa milioni, na pokea rushwa. Hawa hapa hata 300,000 hawapati kwa mwezi, hawaoni rushwa mkononi. Hawa ni watu tofauti. Mungu anataka kitu kama hicho ndani ya mioyo yetu. Kichipuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichipuke, watu watushangae. Unaambia pokea bidhaa yako. Kama ulibilisika nini? Wewe umetokea wapi hiyo mshamba? Wewe umetokea wapi bidhaa inaona? Kama ulibilisika nini? Pokea mzigo wako unaondoka. Waseme huyu mtu anakula maharage kama sisi au yeye anakula hewa. Ataishaje kuishi huyu? Kama ataendelea kuishi hivi, afu anaona unadunda na unachenga na unaendesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yapo. Mwambie jirani, maisha yapo. Mwambie maisha yapo. Mwambie Bwana ameyatengeneza tuenende nayo. Mambo yote mema ameshatupa katika ulimwengu wa roho. Kikubwa ni wewe kumwamini kwamba sifi mpaka kwa neno lake. Nani kwambia njaa inaua? Kuku akiatamia wapeni, anakaa siku 21 anakula mlo mmoja tu. Mlo mmoja tu. Ukiona ametoka nje kwa siku hatoki tena. Na hapo akitoka anaweza kakokoa vipunje 4 tu, 5, basi kuku anarudi ndani na hafi. Sasa wewe ni zaidi ya kuku. Mwambie jirani, wewe ni zaidi ya kuku. Wewe ni zaidi ya ndege. Kama ndege anakula mlo mmoja na siku 21 zinapita, umewahi kufunga siku 21 wewe? Muulize, umewahi kufunga siku 21 wewe? Amesemaje? Nikukwepa tu. Nikukwepa tu. Nikukwepa tu. Eti takufa. Wewe nisikilize. Hakuna mtu alikufa kwa kufunga. Yohana akatupwa kisiwa cha Patmo. Unasoma tu kama habari au kama hadithi. Fikiria kwanza, hicho kisiwa cha Patmo nani alimpelekea chapati? Kabla hujasoma fikiria kwanza. Kisiwa cha Patmo kama kilijaa nyoka wa moto, alikuwa anampelekea chapati ni nani? Kabla hujapiga hayo mahesabu usisome Biblia. Soma kwamba umepiga kwanza mahesabu. Nani alimpelekea kwenye kisiwa cha Patmo? Nani alimpelekea futari ili afuturu? Nani alimkorogea chai? Usipopiga hayo mahesabu utakaa mpaka hadi unakufa, hujawahi kufunga. Ukisubutu tu unarudi nyuma. Jiulize hayo maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anatuinuke kwa mifungo. Tuinuke kwa nini? Tufunge sana. Kwa maana tukifunga tunapata ujasiri na nguvu. Roho zetu zinakuwa na nguvu. Tumia hekima ya Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu niongoze katika mfungo.
na akikuongoza utajaa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kitu kimoja Mungu anataka, badala ya taji ya miba tuvae taji ya maua, badala ya roho nzito tujae furaha. Nasema roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho wa Bwana afanya kazi gani? Kuwafungua waliofungwa. Hiyo ndio kazi ya roho wa Bwana. Unaweza ukalipima, nina roho wa Bwana, utaona vifungo huna. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya Mungu iko hapa kumsaidia kila anayeweza kung'ang'ania. Mtu yote anakwambia mimi naenda tu kwa Mungu kwa neema, anapotea mwisho, hawezi kufika. Mungu anang'ang'aniwa, Mungu anatafutwa kwa bidii, Mungu anashikiliwa, Mungu anagombaniwa. Mungu anagombaniwa wapendwa. Yeye amesema atafuta kwa bidii. Kumtafuta kwa bidii ni kumng'ang'ania, na ugonjwa huu unaenda. Nafunga. Hiyo ndio Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anataka hivi. Angalia kitabu cha Zaburi, haraka hapo. Thelathini mstari wa 11. Ukiweza unasoma. Kwanza nasema, Ee Bwana nitakutukuza kwa maana 30 mstari wa 11. Nasoma, uligeuza matanga yangu kuwa machezo. Ulinivua gunia ukanivika furaha. Ulinivua gunia ukanivika nini? Roho Mtakatifu ndio kazi yake, anakuvua gunia. Gunia ni nini? Gunia ni mahangaiko, gunia ni mateso, gunia ni huzuni. Gunia ni misiba, anakuvua misiba. Roho Mtakatifu anakuvua maumivu. Akicha kuvua maumivu anakuvika nini? Anakuvika kicheko. Mwambie jirani kicheko. Hivi unajua kuna watu wana hela hawajui kucheka? Hivi unajua kuna watu wana magari hawajui kucheka? Hivi unajua kuna watu wana kazi kubwa hawajui kucheka? Maana kicheko hakiji kwa sababu umeshiba. Kicheko hapa anaonyesha kinaletwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo akikuvua gunia na kuvika nini? Furaha. Anakuvika furaha. Unaona hii furaha ndio nini? Ndio utajiri tunaosoma. Kwamba Yesu alituletea utajiri, alituletea furaha. Kwa nini wewe mtu wa huzuni kila siku? Mwambie Mungu leo ni mwisho wa huzuni yangu. Mwambie leo ni mwisho wa huzuni yangu. Nataka furaha. Maana wewe umeleta furaha. Afu shetani asikupige kona na mahubiri yake ya kipumbavu. Shetani anataka kumwambia wewe una hela, wewe siri. Mwambie nimejaa vitu tele na uweza kukugawia hata wewe shetani. Umeelewa? Amen. Akikusumbua mwambiaje? Nimejaa vitu tele na uweza kukugawia hata wewe. Sisi si maskini. Sisi sio nani? Sisi sio maskini. Hata ukishindwa uwezo wa kusafiri, sio umaskini huo. Ukishindwa uwezo wa kula, sio umaskini huo. Umaskini ni
huzuni. Sisi sio watu wa huzuni. Sisi sio watu wa huzuni. Sisi sio watu wa huzuni. Kwa sisi watu sio maskini. Umaskini sio kutokuwa na uwezo wa kuvaa. Umaskini ni kuwa na huzuni, kuwa na mateso, kuwa na magonjwa. Ndio umaskini huo. Sisi si maskini. Mimi sio maskini. Mimi sio maskini. Mimi hata watu wote wasiponisaidia, Bwana atanisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akishapata utajiri wangu, sisi nakuja huko. Unaona kila siku hizi nakuvuka, naambia wewe, watu wanatafuta hii hali. Hello. Hii hali ndio standard. Achana na mimi. Wewe utamwambiaje? Ni kweli. Tangu naanza kanisani naona nakonda tu. Sina ninachokipata wewe. Mimi napata vitu tele mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Napata utajiri hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anataka ujidhihirishe kwamba ni mwana wa Mungu. Ujidhihirishe kwa njia gani? Umkiri yeye katikati ya mateso. Umwambie shetani, niache, nipishe, niko sawa. Siumwi, niko sawa. Nile niwege. Wanaong'ang'aniwa kula ni wagonjwa. Mgonjwa ndio anaambiwa ulikula. Mtu mzima. Mbingu zinatetemeka, nchi inatikisika na kuzimu inaanguka. Wanasema huyu mtu mwenye kauli hizi ni nani katikati ya giza hili? Anaweza kuongea maneno kama haya? Tumeona watu wanafunga tu masaa 6, wamekopa kila duka. Huyu ni nani anayelala njaa bado anamsifu Mungu? Wanachungulia kuzimu, wanatumbua macho wa kuangalia wewe ni nani? Huyu ni nani huyu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unasema namsubiri, kuna siku tu ataingia atakopa. Mimi sitakopa kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unasema haya jivune. Mimi akinizidi tabligia Mungu wangu. Mungu anataka kauli hizo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mzee mmoja alikuwa anasumbuliwa sana na mke wake. Mke alifanya bamu sana, alifanya nini? Nguo hamfulii, mme anajifulia nguo, mme anahangaika, mke ndio haelewi, bado anazidi tu kuongeza mwendo, dharau. Yule baba akaangalia akasema, jamani, mimi huyu mwanamke nimfanyaje? Huyu mwanamke nimfanyaje nini? Akasema, wataenda kwa mchungaji. Mchungaji wake akamwambia, umepewa muda wa maombi. Kaage. Akaenda, mke wangu mimi na maombi. Nakaa kanisani. Bora nipumue na mimi. Anapumua. Akachukua tumbo toke vizuri. Huyo ule maombi. Kitendo cha kufika kwenye maombi, mke huko nyuma, tumbo kuhala. Mara ya kwanza naona message nzuri zinaingia. Tunaona hata ulikumbuki. Mosha sema nisubie. Tena bora. Mimi namkumbuka Yesu sasa hivi, mimi sikumbuki leo. Hata ulikumbuki. Hata uniulizie. Unaweza kukuta hata nimekufa, ufaga, utazidi. Kwani wiki unafikiri vitabiri wapende? Mama hoi. Wakasengeta. Nileka hospitali, ungeka dripu. Ukatoka unabii. Huyo mkiendelea kumkalisha hospitali na kufa. Huyo sio wa hospitali, atubu dhambi zake. Wakamfuata. Tulipokuwa tunasali, tumetokea unabii. Unabii unasema hivi, tubu dhambi zako, huko ndio sio hospitali unakufa. Na mimi mwenyewe naona. Mimi naona ni tubu tu. Wakaomba transfer, wakabeba tena. Sengeta kanisa. Shida ni nini? Utubu madhabahuni. Niacheni kwanza. Madhabahuni baadaye. Kuna nini? Ana milolongo mama fulani.
salimiani naye na mama fulani na mume wangu namtesa sana. Kumbe wanajua, wana akili na najua kabisa hapa niko, yaani akili ziko sawa vizuri kabisa. Usifikiri wanaelewa pombe, wako sawa, yaani anaelewa. Akatubu vizuri kabisa. Sasa tayari. Sasa tayari nipelekeze sasa sababu. Wakaombea. Bwana alipona. Akaendelea hoi kama wiki mbili. Sasa kaka zake wana uwezo. Nini? Haiwezekani. Mimi mama unabeta wajui. Lazima tumpeleke. Wampeleka. Vidonge anavyokunywa haipiti sekunde anatapika. Kile anachokula anatapika. Akila ugali anatapika. Akinywa maji anatapika. Siku zinaenda hafi, lakini hakikae kitu tumboni. Mpaka wakati Mungu alipoona sasa amekuwa rula. Akamwambia sasa Mungu, wewe ni mcheza sifa kanisani hodari. Anaongoza sifa kanisani hodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe wapendwa, kitu gani niko naambia? Inawezekana unanielewa sasa. Mungu wetu ni tajiri na ametutajirisha. Unanielewa? Ni tajiri na kile kitendo cha kusema na mimi nimo, unajichelewesha. Vifike vingine useme hivi, mimi naenda kwa Yesu. Kitendo cha kwenda kwa Yesu, Yesu atakupigania haya ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mengine yakizidi, chukua virago, nenda kwa Yesu, omba. Maombi hayajawahi kumwacha mtu salama, wala hajawahi kumwacha shetani salama. Maombi ni moto. Maombi ni moto. Hayajawahi kumwacha shetani salama. Labda kama upigwi na shetani. Maombi. Mwambie jirani, maombi. Mwambie unasumbuliwa na nini? Mwambie maombi. Maombi tu. Maombi tu, maombi tu. Maombi hayasasi kitu. Hata kama mume wako ni kimbunga, maombi hayamsasi. Maombi hayamsasi. Maombi. Kugombana hakusaidii kitu chochote. Majibishano hasaidii kitu chochote. Kukopa hela kwa watu haisaidii kitu chochote. Kuazima nguo na viatu haisaidii. Ni ushamba kama ushamba mwingine. Maombi huwa hayasasi. Hayamsasi adui. Maombi ni kiboko yao. Ni kiboko yao. Usiangalie, usitazame hata kwa sura. Wewe piga magoti. Wala usitaki kujua aliyekuchokoza. Piga magoti, fanya maombi. Watapigwa kuanzia aliyejificha mpaka wawazi. Hivi unajua unapogombana na adui mmoja nyuma yake kuna 10. Wale 10 unawaona. Hivi unajua unapogombana na adui mmoja nyuma yake kuna 10 wanamtia nguvu. Sasa unapogombana na yule wale 10 unawaona. Wewe ukitaka kugombana na mtu mshindi, maombi. Maombi yanapiga hadi waliojificha. Maombi yanapiga hadi walio mbali. Maombi yanapiga mpaka wanaomshauri. Maombi yanapiga mpaka kuzimu. Maombi hayaachi, yanapiga. Maombi ndiyo silaha ya kumshinda shetani yeyote anayetutesa kanisa hili. Maombi ndio silaha kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye huduma. Maombi. Ukiacha maombi, umemwambia shetani piga. Umemwambia shetani piga tu. Utachukia watu, yule ni mchawi, yule ajenti, yule nini. Utanunia watu mpaka ufe. Utaacha kusalimiana na majirani wote. Mwisho na kanisani na yule mama Soteli mbona hana hata nywele moja nyeupe, yule atakuwa mchawi bana. Yule maneno yote meupe, hana hata nywele moja nyeusi. Haiwezekani bana. Hawa ndio wachawi hawa. Akitoka kuamka tusimama macho yake mekundu, kachawi haka. Afu nimekaota usiku. Tunatembea nako. Sikataki kama nini. Kila mtu utamuona mchawi ukiacha maombi. Ukiacha maombi, kila mtu ni mchawi. Hadi Yesu utamuona mchawi. Utamuona Yesu mchawi. Njoo kwa Yesu, hilo kanisa la wachawi. Wewe umemwona watu mchawi bana. Hadi kutusumbua wala. Watu wote ni safi. Piga makofi, shangilia, sema amen. Mathayo. Askari wa liwali wakamchukua Yesu ndani ya Praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo,
wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Wafalme walikuwa wanavaa mavazi ya zambarau wakitaka kutoa hukumu. Kipindi wanataka kutoa hukumu, wafalme walikuwa wanavaa mavazi ya zambarau. Kwa lugha nyingine, walimvika mavazi ya kifalme, na ile dhihaka waliopiga magoti na kusema salamu ndiyo dhihaka ambayo ilikuwa ni mfano wa dunia, kwamba dunia nzima itapiga goti mbele zake na kukiri ya kwamba Yesu ni mfalme. Sasa inakuja kukiri, ilikuwa ni kitendo cha unabii kwamba mataifa yote watamsujudia na watasema wewe ni Bwana. Kila ulimi utakiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Hizi zilikuwa ishara zake katika mateso. Walikuwa wanafanya ishara ambazo hata wao hawakuzijua tafsiri yake. Walidhani wanamzi yake, lakini kila ishara ilikuwa ina maana yake kinabii. Kwa sisi tumemwamini Mungu. Sisi tumemwamini mfalme mwenye uweza. Sisi si wa kuogopa mauti. Sisi si wa kuogopa mateso. Sisi hatutakufa ghafla. Sisi sio kipunga cha kupotea. Sisi ni watu ambao mpaka nywele zimehesabiwa. Mimi sina pressure. Wewe kama unaogopa nyama, niletee mimi nakula. Niletee nitakula, nakula. Mimi nakula kila kitu kasoro kaa, ndio nimeionea huku sijui. Kwa kweli yule kaa mimi simuelewi. Kaa, mimi sijaona. Nitali. Kwanza kama vile mifupa mitupu. Ndio na nyama. Ninaona kindege, yani kile kake ndio. Lakini mimi vitu vingine mimi lezi, mimi kumbi nakula. Yaani mimi naswaga hata wabichi kumbi mimi naweka. Lakini siumu tumbo wala malezi wala sifu. Kwani mfalme tuliyemwamini amechukua mauti zetu. Amechukua mauti zetu. Amechukua mauti zetu. Sema amechukua mauti yangu. Amechukua mauti. Sema amechukua mauti yako. Ndio shetani akikunguruma, mwambie niache nikamwabudu Mungu. Mimi mauti hainiwezi. Labda baba aliniambia njoo mwanangu. Buka mzee mmoja alinifuata. Nalimbea huu mfano sana ili watu wajengwe na kujengwa. Yule mzee ni wale hapo, yule mzee ambaye anavaa kofia ya Yesu Kristo. Unakumbuka? Amen. Alinifuata mzazi mmoja. Mungu wewe. Nikamwambia hapana. Usinidanganye wewe mtumishi wangu. Tena silani maombe. Alisisitiza sana. Akaniambia mimi nilikuwa mtu wa ovyo, lakini kwa maombe Mungu akanipa mke mwema na watoto. Mmoja ni mwalimu Kigamboni, mwingine ni mwalimu Iringa, wananilisha. Sina njaa, maombe. Na wewe maombe. Alisisitiza. Kama inasema ameletwa na Bwana. Nikamwambia sawa mzee, nimesikia. Anataka kuondoka na rudi tena. Lakini kama nilivyosema, maombe. Alisisitiza wewe. Akaniambia ukitaka mke mwema, maombe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee alinipa neno maombe. Na hayo maombe na mimi leo nakupasia. Nimeyaona faida yake. Kweli maombe yamenifanya leo nimesitirika. Ningekuwa mtu wa ajabu wapendwa. Usingetamani hata kunitazama. Mimi na Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawalali, wanatafuta hata maombe. Wewe ni mtu wa maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtu wa thamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe naona rais akisubiri zamu yake ifika, hautakuwa chini. Maisha yako ni maisha ya thamani. Watu watakimbilia kwako ili wapate pumziko. Tunamwona Daudi, walitembea watu 400 wakamkimbilia wenye shida, wakasema tunataka kukaa na wewe. Daudi akakaa na watu 400 wenye shida, akawafanya kuwa majeshi, wakawa wanamkimbiza huku na huku, wakawa mabodigadi wake. Mungu anaenda kuinulia mabodigadi kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kuinulia mabodigadi kwa jina la Yesu. Ukipita katika bonde la uvuli, Bwana anaenda kuinulia watu. Bwana anaenda kuinulia watu. Watakuwa pamoja na wewe katika shida zote. Watakuwa pamoja na wewe katika njaa. Bwana anakuinulia watu watakao kuhifadhi fedha kwa ajili yako. Fedha ziko benki kwa ajili yako. Wanahitaji tu useme neno moja waweze kuzitoa. Ukipita kwenye shida, watainuka watu wanasema yuko wapi pastor ana shida hii. Watakuja, watakutendea mema, kwa maana Mungu anasema watu wote ni watumishi wangu. Sema haleluya. Watu wote ni watumishi wa Bwana. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Usiache maombi ukasema yamenizidi, ngoja nianze kutafuta kwanza. Hakuna cha kutafuta leo. Leo cha kumtafuta, tafuta Mungu kama una akili timamu. Hakuna cha kutafuta leo. Unatafuta nini? Tafuta Mungu kama una akili. Kuna watu wana wame wanatamani wawakimbie. Kuna watu wana watoto wanatamani wawachinje supu. Kuna watu wana wazazi wanawaita wachawi. Wewe unakimbilia nini? Kimbilia kwake Yesu. Mshike yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema kwamba atazijaza gara zetu. Atazijaza gara zetu, maana yake Mungu ametuhifadhia mema. Bwana ametuwekea fedha. Hata kama watu watakupinga, Mungu atakushika. Hivi unajua Mungu ana watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope. Usiogope. Ndio kwambia sitakuzika, wewe uzikwi na watu. Wewe uzikwi na kwanza ufi. Nani akuzike? Wewe ufi. Wewe utalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiacha ndege wale ni sawasawa tu, ni msosi wa ndege. Wewe ufi, utalala. Mungu anataka tuamke. Nani yuko tayari kuamka? Aoneshe utajiri wa Bwana. Kwamba Mungu, sipasi kuangalia dunia inasema nini. Sipasi kuangalia njaa. Napaswa kumwangalia aliyeniita. Maana amesema hata nywele yangu moja haitadondoka chini bila yeye kujua. Yeye ni tumaini letu. Yeye ni ngao. Yeye ni kimbilio. Ni mlima Sayuni. Mwenye haki ukimbilia kama salama. Kimbilia kwake Yesu. Hakuna jambo linaloweza kukutenga na uso wa Mungu ukiwa mtakatifu. Uso wa Mungu utakwenda na wewe. Hata ukipita mahali pagumu, Bwana atakushika. Wewe kuwa mwaminifu tu. Mpende tu. Atakufuata humu. Ukimpenda Mungu, wachumba watakuja humu. Ukimpenda Mungu, watoto wazuri watazaliwa katika tumbo lako. Ukimpenda Mungu, utazaa wafalme. Ukimpenda Mungu, utakuwa mtumishi wake. Hata kama mdomo umejaa mate, umekuwa mzito kama zege, Mungu akikupenda na ukampenda, unafunguka, unakuwa mhubiri mzuri. Yesu asifiwe sana. Unakuwa mtu wa faida. Unakuwa mtu wa faida. Kila mtu atakuona heri. Ukikaa nyumba ya mtu utabarikiwa. So unaingia nyumba ya mtu wiki moja wanagombana mke na mume, umeshaleta magomvi, umeshaleta aibu, umeshafanya ujinga. Watu wa Mungu popote wanapoenda, akikaa mwaka wanaona amekaa mwezi. Kwa nini? Ulimi wake umejaa baraka. Uwepo wake pale ndani ya nyumba ni kama taa inayowaka, anamulika. Ni angavu, hana makuu, ni mfanyakazi, ni mtu mwelewa, ni mtu wa kujiongeza, sio tegemezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu anasema ameyachukua masikitiko yetu ili sisi tuweze kuwa na furaha, tuweze kuwa matajiri, tuweze kuangaza, tuambie watu kwamba Mungu wetu anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana.
sana. Amen. Mungu unapodhani tukimwacha utabarikiwa, ukimwacha unalaaniwa. Ukimwacha Mungu mpaka vidonda vitakutesa. Aibu. Unataka shetani akukimbize, shetani akutese, shetani akufanye kiti. Wewe endelea kudharau mikesha, endelea kudharau maombi, endelea kudharau watumishi wa Mungu, endelea kudharau madhabahu. Saa inakuja ana furaha na sisi, hana huzuni, hana hasira. Mwambie, sema Mungu hana hasira na mimi. Mungu hana hasira na mimi. Kweli hana hasira na wewe. Mungu ana furaha. Hasira na wewe iliyoombelewa pale msalabani. Ukichanganya ni kwa hasara yako. Usifikiri kuna kitu unamkomoa Mungu. Na ukikaa vizuri ni kwa faida yako. Hasira ya Mungu iliishia msalabani. Yeye Mungu ukijichanganya unajiangamiza mwenyewe. Hasira yake ilishia msalabani. Sasa hivi Mungu anatupenda, ndio maana anatufundisha kila siku, ndio maana anatuonya twende vizuri tupone, tusiende vizuri tuangamie. Lakini yeye amenawa, ameshaturudisha Edeni, ameshaturudisha kwenye neema, ameshaturudisha kwenye ushindi. Yeye ameshamaliza, anasema yote yameisha. Alipokuwa anakufa yote yameisha. Kilichobaki ni wewe kumpenda Mungu. Unamalizaje siku unasoma Biblia? Wakati Biblia ni chakula cha roho yako. Alafu kesho unaniambia Mungu sielewi kama misioni kama Yesu yupo. Ngoja nikupe vipi? Mimi Yesu nimemuona. Mimi Yesu nimemuona sio mara moja. Juzi nimelala wakaja malaika. Ngoja kaka. Tena watu mwingine akasimama hapa nyuma yao. Wanaongea. Mimi niko macho, sijalala. Nikasema hebu niinuke nikae. Sasa nataka niinuke, siwezi. Nataka nigeuze shingo, siwezi. Nimegalia hapa. Nainua mkono, siwezi. Nimenata, lakini nawasikia wanavyoongea. Moyoni nikasema, watu ambao wanasema hakuna malaika, waniulize mimi. Sasa nikasema, Mungu, nataka kuwaona. Nikajitutumua pale, nikatoka. Niko peke yangu chumbani. Nikasema, kumbe nilikuwa katika roho, lakini sikuwa nimelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka Yesu amekuja kania. Mimi nimetukiwa na Yesu mara nyingi sana. Tena nikiwa kwenye huzuni ndo zaidi. Wewe unayesema mimi hata nikienda ukesha Yesu yupo. Nisikilize mimi, Yesu yupo. Yesu yupo. Nakumbuka siku nimelala nikafa na nikatoka kwenye mwili na nikaona mwili wangu pale, akaniambia wewe umeomba sana kufa. Sasa nakuchukua. Hapo niko naona mwili wangu pale, nikamwambia hivi, nirudishe, siombi tena kufa, nitanioga, hapo utafanya mapenzi yako yote. Nikarudishwa. Wewe ukiniambia mimi kwamba hakuna unyakuo, ukiniambia Yesu hayupo, kawaambia wasiokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimechukuliwa hivi na naona mwili wangu pale, ananiambia si umeomba kufa, na kweli naomba Mungu bora nife. Mimi na maisha siwezi. Mimi bora nife. Mimi na maisha siwezi. Mimi bora nife. Eti nikanyoka. Eti wakija kuchukua maiti wasisumbue kuinyosha. Eti nikajinyosha hivi. Mungu akasema tuende zetu. Nilipiga kelele huko. Nikasema nirudisheni. Mambo haya mimi sijui hata ninakoenda. Sisi nikaanza kupotea. Nirudishe nini mleta nyoka? Nikarudisha. Wewe ukiniambia hakuna kifo, ukiniambia hakuna Yesu, niulize mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Mungu hayupo nilale lile niwe. Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe tu na hofu zako. Lakini ukisema mtumaini hakuachi. Kama ni magonjwa tumeumwa,
Kuna siku kilikuwa kinakuja kitu hapa kabisa, nasikia ni madonda mazito, yaani kama ni uvimbe kweli. Mimi viliyeyukaga. Mimi nimewaambia niwahi kukojoa mimi mkojo wa damu tupu. Viliyeyukaga tu. Kuna wakati mimi nimeumwa ngili hapa, na mnapoanza sifa tu kinakuja kitu kinakaa kama vile msumari. Yaani siwezi kuinama, siwezi kusha. Kopa inakuwa kama vile padili. Msijue. So kwamba sasa kucheza vimenibana. Yaani kinakaa kabisa kama msumari kinagonga hapa. Kwa nakaa hivi. Vilifutika. Sikuwahi kwenda kunywa vidonge. Unataka kuniambia Mungu apone? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu wetu anaponya. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Tumu kapokea uponyaji. Mungu anaponya. Yesu atembee kwenye tumbo lako leo. Yesu atembee kichwani kwako leo. Yesu atembee miguu yako leo. Yesu atembee na wewe uinuke uangaze. Ufanye wema wa Bwana kwa jina la Yesu. Yesu akukumbuke na wewe. Yesu atoe mzigo kwenye kifua chako. Yesu atoe pressure. Yesu atoe kisukari. Yesu atoe magonjwa ya figo kwa jina la Yesu. Angaza. Mungu anaponya. Nimeona uponyaji wake mimi kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa macho mimi nimeona akiniponya. Mungu wetu anaponya. Na wewe weka tumaini kwa Bwana, utaona uzima. Mchungaji wako anasema hivi, watu wanasema hivi, kwa kuwa nimesema mimi nimekuwa. Wewe lini umewahi kuweka imani hiyo? Lini umewahi mkana nayo naye akamwambia Yesu hivyo hivyo? Mkana nayo akamwambia hata mbona unakula makombo? Akasema hii imani ni kubwa. Sijaona yeyote katika nani? Katika Israeli mwenye imani kama hii na mimi nikasema sijaona yeyote katika nao wachunga mwenye imani kama huyu mama. Kwa kuwa nimesema hii imani kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana.